tuondoke, nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Je, ni nani aitike aseme I will go? Mimi nitaenda, mimi nitaenda. Basi ndugu zangu ambao ni watazamaji katika siku hii ya leo, ningependa kuchukua fursa hii kuwasalimu kupitia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Bwana iweze kuwa pamoja nanyi. In a special way, I want to thank our Almighty God for His care and protection. And now He has allowed us to be here today as we are continuing with the Youth Week of Prayer. And I welcome you to this program. And now I'm on day 1 or on day 2 of this program, where I'm broadcasting this message of the gospel of the kingdom of heaven. And now in this the theme of our Youth Week of Prayer is saying that I will go. And now on day 2, the subtopic it says that, Lord, fill me, I will go. Lord, fill me, I will go. My brethren, my people who is following this message of the kingdom of heaven, the Bible says that we are now, this is the time we need to go out and reach people with needs. And that's why God speaks unto us through the book of Jacob, that the dini ambao ni haki, which is the one that helps those who are in need, the poor. And in this Youth Week of Prayer, we are still looking at this, and now that's why today the Bible says that Lord, fill me, I will go. Now we are going to get the message of today from the book of the Gospel of John, the Gospel of John chapter 4, where we will see how God speaks unto us through this message in the book of John. And now, as we are going to look about the Gospel of John, we see that John prepares the story of a Samaritan woman. And now we may ask ourselves now, who is John? Who is John? That is when we read from the Word of God. We read from the book of Matthew, the book of Matthew chapter 4 verse 21. In my fashion the Bible says, Matthew 4 verse 21, akaendelea mbele akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwamo chumboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao, akawaita. Have we seen that this man Jacob, when Jesus Christ went unto them, he made them this man called Jacob and his father. In fact, indeed, that this man Jacob was doing a business, and the business walikuwa wanavua samaki. After wanapovua samaki, wanaenda wanaziuza. Unapoona ndugu mpendwa msikilizaji ambao unanisikiliza, ningependa uweze kufuatilia somo hili vizuri ili tuweze kuelewa jambo hili. Alikuwa ni wavuvi samaki, walikuwa wanafanya kazi ya kuvua samaki. Ndipo tunamuona ya kwamba Yesu huyu anawatokea. Alipowatokea sasa ndipo akawaita, na mara wakakiacha chombo cha baba yao wakamfuata. Kwa hivyo walikuwa wanahusika katika biashara ya kuuza samaki. Basi ndugu wapendwa, na mara nyingi tunaposoma katika maandiko kumhusu huyu Yohana, tunamuona Yohana huyu anafahamika as the son of thunder. When we read from the book of Mark chapter 3 verse 17, what the Bible says, na Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye Yakobo akawapa jina la Baoneke, maana yake wana wa ngurumo. Katika maandiko tunamfahamu huyu this man John is identified as the son of thunder. Here that's when we read in from the word of God. And now as he wrote, this man John, he wrote 5 books in the New Testament. He wrote 5 books in the New Testament. He wrote 3 Gospels.
he wrote 3 Gospels, which I mean that the book of Matthew, Mark, Luke, and John, as the message is collected by these disciples of Jesus Christ. Now we see this man wrote the 3 letters: the first letter of John, second letter of John, and the third letter of John. And now he wrote the book of Revelation, where Jesus Christ is revealing the message in the book of Revelation to him, this man whom we call John. And now, my brothers and sisters, in chapter 4 of the book of John, it relates the story of a Samaritan woman. Here, in the story of a Samaritan woman, her name is not identified, but we are told that is a Samaritan woman. That is how the Bible identifies this woman. And now we see that when we encounter this, we see that Jesus Christ met with this woman, and he said to him, follow me. And indeed, as we are still looking at the message of the day, when we read there was a conflict. First of all, there was a conflict between the Jews and the Gentiles. And when there was a conflict between these two, there was a conflict between the Jews and the Gentiles. And now, Jesus Christ himself, he knew that there was a conflict, there was a problem, there was no relationship that was there within the Jews and Gentiles. He said that I must go first to Samaria. That is when Jesus Christ was preaching the gospel. He said that I must go first to Samaria. When I first go to Samaria, I will go then and preach there first. And now Jesus Christ came. He came to break this kind of conflict that was between the Jews and Gentiles. That's when you read the book of Ephesians. That's when you read from the book of Ephesians, we see that Jesus Christ came so that he can break that wall was differentiating between the Jews and the Gentiles. When you read the book of Ephesians chapter 4 verse 4, the Bible says mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja, Bwana umoja na mimi ni umoja, Mungu mmoja naye ni baba wa wote. Naona, yani Yesu alikuja ahakikishe ya kwamba wote wanakuwa kitu kimoja. Kwa kuwa kama vile tulivyo na baba mmoja, tukue na roho mmoja na vitu vyote vikue mmoja. Si kama vile the Jews hawakuwa wanashare pamoja na Gentiles. Sasa Mungu hakuwa anataka hilo, anataka ya kwamba watu wote waunganike pamoja kwa kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, wakuwe wakishare, kwa sababu sisi wote ni familia ya Mungu. That is now when we see that when Yesu Kristo tunamuona ya kwamba tunaposoma hiyo katika kitabu cha Yohana 14 mstari wake kuanzia wa 6, ambayo Biblia inasema katika lugha na tafsiri yangu nilio nayo hapa, inasema ya kwamba na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuombaye nipe maji ninywe, ungali muomba yeye, naye angalikupa maji
maji ya uzima. Ndugu mpendwa mtazamaji ambao unanisikiliza siku hii ya leo, tunaona ya kwamba Yesu anamwomba mwanamke huyu Msamaria, lakini anamwambia kwamba wewe ni nani unaniomba maji ninywe unywe? Kwa sababu mimi ni Msamaria na wewe ni Myahudi. Sasa hatuwezi kuchangamana kwa kitu chochote, hatuwezi. Sasa Yesu akajibu akamwambia kwamba kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani anikuombaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Jambo hili linamshangaza mwanamke huyu. Unapoenda 11 vile inasema yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata hayo maji yaliyo hai wapi? Anamuuliza, hayo maji yaliyo hai umeyapata wapi? Wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo. Anamuuliza, sikia, mwanamke huyu anamuuliza swali Yesu, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, na aliyetupa kisima hiki, na mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena. Yule mwanamke akachanganyikiwa aliposikia ya kwamba kuna yale maji Yesu anapeana, na hayo maji ukiyanywa utabadilika, hautasikia kiu tena. Kwa sababu kulikuwa na kiangazi na kulikuwa na shida ya maji ya kuteka. Sasa mwanamke akaona ya kwamba ni vizuri nami niweze kuyapata hayo maji ya uzima. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya hataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yaliyobubujika uzima wa milele. Haleluya. Ndugu mpendwa mtazamaji, Yesu alipomwambia maneno hayo, yule mwanamke alipata mguso wa kipekee. Sasa tunaona mstari wa 10, yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu tena, wala nisije hapa kuteka. Yule mwanamke akawa na moyo wa kipekee, akitaka ya kwamba kama Yesu angempa yale maji ya uzima. Swali na kuuliza kijana mwenzangu, tunapoendelea katika siku hizi za maombi, ni wangapi umepelekea ujumbe huu wakawa tayari kuyapokea maji ya uzima? Ni wangapi? Je, ni ndugu yako umempelekea hili? Have you said, I will go and bring the message of the gospel of the kingdom to those who are in need? Tunaenda mstari wa 16 Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yesu anamwambia, enda uje na mume wako. Ndugu mpendwa, dada zangu mnaonisikiliza, mwanamke akamwambia, akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Yule mwanamke alikuwa ni mzinzi, ametembea na wanaume wengi, lakini sasa Yesu anamletea ujumbe wa kipekee. Haleluya. Anamletea ujumbe wa kipekee. Sasa anasema, mimi sina mume. Akamwambia, umesema kweli. Yesu akamwambia, umesema kweli, kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Yesu yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu pale patakatifu. Yesu akamwambia, mwanamke, na sadiki na saa inakuja 22:24. Kwa hivyo ndugu wapendwa, yule mwanamke alipotambua hilo, sasa akatoka akapiga mbiu ili aweze kwenda kuwaita watu waje. Ina hakika watu walikuja, Yesu aliwahubiria, wakapata uzima wa milele. Fundisho ambalo tunalipata asubuhi ya siku ya leo kutoka kwa fundisho hili la siku hii ya pili ya siku ya vijana ya maombi ulimwenguni mzima, kuna jambo ambalo tunalolipata ndugu mpendwa msikilizaji,
kuna jambo ambalo tunalolipata kupitia kwa ujumbe huo. Unaposoma katika kitabu ni cha Yohana 7, kitabu ni cha Yohana 7 mstari wake ni wa 37, kuna mambo ambayo tunayoyapata. 37 38 Biblia inasema ya kwamba hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu naye aje kwangu anywe. Kama kuna ndugu ambaye kuna kiu, aje kwa Yesu anywe. Ndugu wapendwa, kuna wengi wako nje na wako na kiu, hawachaja kwa Yesu. Inabidi tuwaite waje kwa Yesu ili wasione kiu tena. Ndipo tunaona ya kwamba aniaminie mimi, na kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, katika fundisho la siku hii ya leo inasema ya kwamba when you encounter with Jesus and drink of the water of life, you have a living desire to tell others of the great wonders of God that has done unto you. When we encounter with Jesus, when someone encounters with Jesus Christ, will not remain silent. He will say, Lord, fill me, I will go. God, fill me. Mungu nipe maji nami nitaenda. Ingekuwa niombe ya asubuhi ya siku ya leo, ndugu mpendwa, useme ya kwamba Mungu nami nichaze nitaenda. I will go. God, fill me, I will go. On my side, I have said that God, fill me, indeed fill me. Like the Samaritan woman, I will go and preach the gospel of the kingdom of heaven. May the Lord bless you. God bless you a lot as we are still continuing with this youth week of prayer. I invite you to continue praying for me, to continue supporting me in this ministry as you are preaching the gospel of Jesus Christ. May the Lord bless you so much. Thank you so much for those who are continue subscribing to this channel, for those who are continue supporting me in this channel, praying for me. May the Lord bless you as you are continuing with this week of prayer. Present your prayer requests so that you can continue praying for you in this youth week of prayer. May the Lord bless you and have a blessed day. Let me pray. My gracious Father in heaven, we thank you for the protection and care. Thank you because you have helped the one who is watching this video, and the Lord, may you speak unto her personally so that they may be able to be changed. Father, in Jesus' name, prepare us for thy kingdom. I pray this, trusting and believing in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you so much. Bye.